Waliosababisha watu kufa ni Maria Sarungi ambaye amekimbia kutoka Kenya, amekimbilia Scandinavia. Waliosababisha watu wafe ni kina Mange. Sasa sisi tumeona tusihangaike nao, tufate balozi zao kule walipokaa, tuwaambie nchi zenu zina amani, zina furaha, lakini ardhi yenu inatumika kuleta vurugu Tanzania. Ardhi ya Marekani inayomhifadhi Mange, Mange analeta vurugu Tanzania. Amesababisha watu waumie, amesababisha watu wafe, amesababisha miundombinu iharibike, lakini yupo ardhi ya Marekani. Kwa hiyo tunaamini Marekani sifa yake haitunzi wahalifu. Tunaamini Marekani haicheki na wahalifu. Ndio maana inapambana dhidi ya ugaidi. Ndio maana inapambana kikali dhidi ya uhujumu uchumi. Kama mfahamu hizo sheria za uhujumu uchumi, utakatishaji fedha, zote zimeanzia Marekani. Kwa sababu Marekani hawana udugu na wahalifu. Sisi Tanzania tunaye mhalifu ambaye ni Mtanzania mwenzetu, amejificha Marekani. Kwa hiyo tumeiomba ubalozi wa Marekani wawaambie ukweli wanapotaka kujua, kwa sababu Marekani, taasisi za Marekani zikitaka taarifa zitaanza na balozi wao hapa nchini. Kwa hiyo tumemuomba awaambie ukweli kwa barua hii, kwa hoja humu, kwamba wanaye mhalifu anayetumia uhuru wa Marekani kusababisha watu wafe huko Kenya. Wanao wahalifu wanaotumia uhuru wa kujificha Kenya kusababisha watu wafanye vurugu Tanzania. Kwa hiyo huo ndio msingi wa hoja zetu, na tumeanzia kwenye balozi. Tutakwenda kila wanapopita watu wote wasioitakia mema taifa letu. Tutakwenda kwenye jumuiya za kimataifa, tutakwenda kwenye jumuiya za kikanda, tutakwenda kwenye jumuiya za kidunia kuwaambia taarifa mnazopewa na wanaojiita wanaharakati, kwanza ni za uongo, lakini pili zimekaa upande mmoja, zinaegemea kwenye kuchafua taifa.